Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo mchana. Kutoka idhaa hii ya Kiswahili tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Bunge la Uganda laidhinisha matumizi ya serikali ya mwaka 25-26 iliyopendekezwa. Tume yaunda kujadili kinga ya aliyekuwa rais Joseph Kabila kule DRC. Marekani yasononeshwa na hali ya kibinadamu Gaza. Mkurugenzi wa zamani wa FBI achunguzwa kwa kinachodaiwa kuwa tishio la Trump. Mahakama ya juu ya Marekani yagawanyika katika kesi ya uraia wa kuzaliwa. Amani ya Ukraine iko kwenye kwa Trump na Putin, yasema Marekani. Na Chris Brown ashtakiwa kwa kumshambulia mtu kwenye klabu siku ya usiku. Naam, na tumayu bweru afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa ya habari Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Chama kikuu cha upinzani nchini Ethiopia kimetoa wito kwa Umoja wa Afrika kuingilia kati juhudi za upatanishi kati yake na serikali baada ya bodi ya uchaguzi kubadilisha hadhi yake ya kisheria kama chama. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kimesema hatua ya kukipiga marufuku kufanya shughuli zozote za kisiasa ni hatari na ni tishio kubwa kwa makubaliano ya mwaka 2022 ambayo yalimaliza miaka miwili ya mzozo katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Chama hicho kinachotawala Tigray na kutawala nchini nzima kwa miaka mingi kilipigwa marufuku Jumatano na kushindwa kufanya mkutano mkuu. Uamuzi huo unafuatia miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa huko Tigray na unawadia kabla ya uchaguzi wa nchi nzima ambao unatarajiwa kufanyika Juni mwaka ujao. Chama hicho kiliongoza muungano ambao ulifanya mapinduzi ya mwaka 1991 na kutawala Wabeshi hadi mwaka 2018 wakati waziri mkuu Abiy Ahmed alipoingia madarakani. Ilipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili dhidi ya serikali vilivyomalizika kwa makubaliano yaliyotiwa saini Novemba mwaka 2022 baada ya maelfu ya watu kuuawa na mamilioni kufurushwa makwao kaskazini mwa Ethiopia. Wabunge wa Uganda wameidhinisha bajeti iliyopendekezwa na serikali kwa mwaka wa fedha ulioanza Julai. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki itatumia shilingi trilioni 72.4 za Uganda, dola bilioni 20 katika mwaka wa fedha wa 25-26 Julai hadi Juni, ikiwa ni mabadiliko kidogo kutoka kwa matumizi ya mwaka unaoishia mwezi ujao ambao yalifikia shilingi trilioni 72.1. Bunge limesema kwenye ujumbe wa mtandao wa kijamii wa X hapo jana Alhamisi. Bunge halikusema ni sekta zipi zitapokea fedha nyingi, lakini serikali iliwahi kusema siku za nyuma vipaumbele vya matumizi katika mwaka ujao wa fedha vitakuwa katika sekta ya kilimo, utalii na madini yakiwemo mafuta ya petroli. Waziri wa fedha Matia Kasaija anatazamia kuwasilisha bajeti hiyo bungeni rasmi Juni 12 na kutoa maelezo zaidi kuhusu mahali pesa hizo zitatumika. Uganda inatekeleza miradi ya miundombinu ili kuanza uzalishaji wa kibiashara wa mafuta ghafi mwaka ujao. Miundombinu hiyo inajumuisha bomba la mafuta ghafi lenye thamani ya dola bilioni 5 kusaidia nchi hiyo isiyo na bandari kusafirisha mafuta yake kwenye masoko ya kimataifa kupitia Tanzania. Tume maalum imeundwa katika bunge la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuanza kujadili swala la kuondolewa kwa kinga ya kutomkamata kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo Joseph Kabila. Tume hiyo ina masaa 72 kuwasilisha ripoti yake kwa bunge la Seneti.
Mjadala huo unaofanyika wakati wa kipindi cha kikao maalum jana Alhamisi. Hata hivyo, inadaiwa kuwa ana mgawanyiko bungeni, wengine wakiunga mkono hoja hiyo, ili hali wengine wakirejelea kifungo cha 224 cha sheria za uratibu wa Seneti, wakiamini kwamba uratibu huo unapaswa kuwasilishwa kwa kupigiwa kura bungeni. Ikiwa hoja ya kutaka aondolewe kinga itaungwa mkono, atapoteza hadhi yake ya kuwa seneta wa kudumu na hivyo basi kuweza kushtakiwa. Kabila anashukiwa kuwa na uhusiano na Congo River Alliance, muungano wa makundi ya waasi. Anashtakiwa kwa uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na kushiriki katika harakati za uchochezi. Vitendo hivyo vinadaiwa kutokea baada ya muda wake wa urais. Maoni yake yalikuja wakati ambapo Marekani yasononeshwa na hali ya kibinadamu kule Gaza. Maoni hayo yanawadia wakati ambapo Wapalestina wasiopungua 114 wameuawa katika mashambulio ya anga ya Israeli siku ya Alhamisi, maafisa wa afya wamesema. Alipoulizwa na mashirika ya habari ikiwa utawala wa Trump ulisalia nyuma ya vitendo vya kijeshi vya Israel kutokana na ukubwa wa mashambulio ya hivi karibuni ya Israel na mashambulio yake dhidi ya hospitali kwa mara nyingine tena, ametoa wito kwa Hamas kujisalimisha na kuachilia mateka na kusema hakuwezi kuwa na amani maadamu kundi hilo lipo. Gaza imekuwa kizuiwa na Israeli kupata chakula na vifaa vingine vya kimatibabu kwa wiki 10, huku vikosi vya Israeli vikizidisha mashambulio kwa kile wanachosema ni wapiganaji wa Hamas na miundombinu kabla ya upanuzi uliopangwa wa shambulio yao ya ardhini huko Gaza. Mkurugenzi wa zamani wa FBI James Comey anachunguzwa kwa huduma maalum ya usalama baada ya kushirikisha kisha kufuta ujumbe kwenye mtandao wa kijamii ambao wa Republican wanadai kuwa ulichochea ghasia dhidi ya Rais Donald Trump. Comey alichapisha kwenye Instagram picha ya kombe la baharini iliyoandika nambari 8647 ambayo iliandika kombe la bahari kwenye matembezi yangu ya ufukweni. Nambari 86 ni istilahi ya misimu ambayo fasiri zake ni pamoja na kukataa au kuondoa, kulingana na kamusi ya Merriam-Webster, ambayo pia hivi karibuni imetumika kama neno linalomaanisha kuua. Trump ni rais wa 47 wa Marekani. Waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem alidai kuwa ujumbe ulikuwa wito wa kuuawa kwa Trump, lakini Comey amesema anapinga ghasia. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, msemaji wa huduma maalum ya usalama Anthony Guglielmin amesema wanachunguza chochote ambacho kinaweza kuchukuliwa kama tishio dhidi ya walinzi wake. Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha kesi ya kusitisha uraia wa kuzaliwa katika mahakama juu Marekani siku ya Alhamisi, kwenye kesi ambayo inaweza kusaidia zaidi ajenda yake kuhusu uhamiaji na masuala mengine. Kesi hiyo inayouliza ikiwa majaji wa mahakama ya chini wanapaswa kuwa na uwezo wa kuzuia amri ya rais kwa nchi nzima kama walivyofanya katika kesi hiyo. Majaji hawakuonekana kufikia mwafaka, kwani walijadili pande zote mbili. Mwanasheria mkuu wa Marekani amesema kuwa mahakama za chini zilivuka mamlaka yao, akiongeza kuwa mamlaka hiyo inapaswa kupunguzwa. Wakati huo wakili mkuu wa New Jersey akitoa hoja zake kwa niaba ya kundi moja amesema kumuunga mkono Trump kutaunda mfumo wa uraia wenye dosari. Mwimbaji wa Marekani Chris Brown amefunguliwa mashtaka kwa madai ya kumdhuru mtu kwa kukusudia, kulingana na polisi wa Metropolitan. Polisi wamesema shtaka hilo linahusiana na madai ya kumshambulia mtu ambaye inasemekana yalifanyika katika klabu ya burudani usiku katikati mwa London mnamo tarehe 19 Februari mwaka 23. Mwanadiplomasia mkuu wa Marekani Marco Rubio amesema hata hana matarajio makubwa katika mazungumzo ya amani ya Ukraine na Urusi yanayotarajiwa kufanyika Uturuki, na kwamba Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin watahitajika kukutana ili hatua iweze kupigwa. Volodymyr Zelensky amedhibitisha kuwa Ukraine tuma wajumbe kwa ajili ya mazungumzo hayo jijini Istanbul, lakini alikosoa ujumbe wa ngazi ya chini uliotumwa na Moscow.
Hata hivyo, msaidizi wa rais wa Urusi Vladimir Medensky amesisitiza kuwa timu ya Kremlin ina uwezo wote muhimu. Mapema siku hiyo, Trump ambaye anazuru Mashariki ya Kati pia amesema ilikuwa vigumu kupiga hatua kubwa katika mazungumzo ya amani hadi yeye na Putin wakutane ana kwa ana. Mazungumzo ya Istanbul yanaashiria mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine tangu mwaka 2022. Wakenya milioni 24 wanavaa nguo za mtumba, ripoti imebaini. Karibia nusu ya raia wa Kenya wanatumia nguo za mitumba, kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Institute of Economic Affairs Kenya pamoja na shirika la wauzaji wa nguo za mitumba. Sekta hiyo inaelezwa kuimarika pakubwa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu walio na uhitaji wa kuvaa nguo hizo. Kulingana na utafiti huu, wa Kenya milioni 24.4 walinunua nguo za mitumba mwaka wa 23, sekta ya mitumba ikizalisha mapato ya shilingi bilioni 16 pesa za Kenya. Ripoti hiyo vilevile imesema Kenya iliagiza tani 177,664 za nguo za mitumba katika kipindi cha mwaka wa 2023. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amekutana na maofisa wa ngazi za juu katika serikali ya Uturuki na wale wa Ukraine jijini Istanbul. Mkutano huo umejiri kuelekea mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Urusi Ukraine katika kipindi cha miaka mitatu. Wagonjwa wa tatizo la homoni za tezi la koo wanaweza kupata matibabu na kuwa sawa. Wiki ijayo kwenye makala ambayo ni ya Sia Njema, utawasikia waliowahi kuumwa watakapokea matibabu na wanaoumwa kwa sasa. Nasikia natetemeka, nachoka haraka, moyo wangu unapiga haraka, ninatoa jasho, nikifanya kitu kidogo tu nimeanza kutoa jasho. Alafu nilipoenda kwanza kuona daktari hakuweza kuidiagnose hapo kwa hapo. Ilibidi nirudi mara kadhaa ili aweze kujua sasa ya kwamba niko na shida. Lakini waliponidiagnose kukuwa na shida ya hyperthyroidism, nilikuwa ninapeleka mtoto wangu hospitali. Alafu nikimbeba hapa mbele nikasikia nimechoka zaidi, yani hadi nikaenda ni kama ningepata ajali ya barabarani. Alafu sasa hapo ndipo nilijua lazima kuwe kuna shida, kwa sababu sikuwa ninajielewa, na huo kutetemeka kwangu kwa mwili kulikuwa kumezidi zaidi. Alafu pia nilikuwa nimeanza kukata kilo sana, hadi sasa hata sikuwa najitambua, nguo zangu zote zilikuwa zimeacha kunitoshea. Ndio hali. Wanajihadi kaskazini mwa Nigeria wanatumia mitandao ya kijamii kuendeleza kampeni zao kuwasajili wapiganaji wapya. Karibia watu 100 wameuawa katika msururu mpya wa mashambulio ya mwezi Aprili pekee, kulingana na gavana wa jimbo la Bono, eneo ambalo limekabiliwa na utovu wa usalama tangu mwaka wa 2009. Makundi yenye silaha yameendelea kuimarisha shughuli zake katika jimbo hilo la Bono. Wanajihadi wanatumia mitandao kama vile TikTok kuwashawishi watu kujiunga nao kwa kuonyesha silaha pamoja na pesa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema rais wa Urusi Vladimir Putin lazima awajibike kwa kushindwa kushiriki mazungumzo ya amani nchini Uturuki, kauli aliyotoa wakati huu Rais Donald Trump akisema amani itapatikana pale tu watakapokutana na Rais Putin. Katika hatua nyingine, Rais Volodymyr Zelensky amesema kitendo kilichofanywa na Putin ni dharau kwa nchi mwenyeji. Haya yanajiri wakati huu Rais Recep Tayyip Erdogan baadaye hivi leo
akitarajiwa kukutana na ujumbe wa Moscow na Kyiv mjini Ankara. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Aaron Motsoaledi amesema serikali bado haijapata fedha mpya kwa ajili ya mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi baada ya Marekani kusitisha msaada wake kwa nchi hiyo, akikanusha madai kuwa programu ya HIV zimeathirika pakubwa. Marekani ilikuwa inatoa 17% ya bajeti ya Afrika Kusini katika vita dhidi ya HIV hadi pale Rais Donald Trump alipotangaza kusitisha misaada kwa Pretoria. Trump anaituhumu Afrika Kusini kwa ubaguzi dhidi ya wazungu walio wachache nchini humo. Mshauri wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu masuala ya Afrika Basad Bolas Alhamisi ameripoti kufanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi kuhusu rasimu ya mkataba wa amani, wakati huu Washington ikijaribu kuzipatanisha pande hizo mbili. Marekani kwa sasa inaendelea kusubiri majibu ya mwisho yanayotarajiwa kuwasilishwa wikendi hii kutoka Kinshasa na Kigali kuhusu makubaliano ya kuelekea kupata amani ya kudumu. Kulingana na Masad, licha ya kwamba Marekani ina matarajio makubwa kutoka kwa Kigali na Kinshasa, amekiri huenda mapendekezo yatakayowasilishwa yatahitaji kufanyiwa maboresho. Kwa sasa Marekani inasema imeridhishwa na hatua zinazopigwa katika mazungumzo kati ya Rais Paul Kagame na Felix Tshisekedi. DRC na Rwanda mapema mwezi huu ziliwasilisha rasimu ya mapendekezo yao kuhusu namna amani inaweza kupatikana mashariki mwa nchi hiyo. Baada ya kila kitu kukamilika, mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka mataifa ya Rwanda na DRC wataalikwa tena jijini Washington. Mkuu wa majeshi ya Uganda ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni Alhamisi alisema kwamba raia yeyote ambaye atapiga kura dhidi ya baba yake katika uchaguzi ujao atafukuzwa nchini humo, huku pia akipiga marufuku wanawake katika jeshi kuvaa suruali. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki inatazamiwa kufanya uchaguzi mkuu mwezi Januari mwakani, na kumekuwa na msako mkali dhidi ya upinzani katika miezi ya hivi karibuni. Jenerali Muhoozi Kainerugamba, mtoto wa kiume wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ni maarufu kwa jumbe zake zenye utata zinazoguza kila kitu kuanzia masuala ya kijeshi hadi maisha yake ya kijamii. Siku ya Alhamisi ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba watu ambao hawaungi mkono mzee kwa moyo wote wawe waangalifu sana, akitumia heshima kwa baba yake. Mapema mwezi huu Kainerugamba alidai kumkamata na kumtesa mlinzi wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine, Eddie Mutwe, ambaye baadaye alifika mahakamani akionyesha dalili za kuteswa, kulingana na waziri wa sheria Norbert Mao. Katika chapisho lingine, Kainerugamba ameandika kwamba alichukua wajibu kamili kwa vitendo vya askari wake, ikiwa ni pamoja na kupigwa kwa muda mrefu kwa Eddie Mutwe. Ili kukamilisha mfululizo wa jumbe zake, kamanda wa jeshi pia ametangaza kwamba wanawake wote wanaohudumu sasa katika jeshi watafanya gwaride la kijeshi wakiwa wamevalia sketi. Ni sehemu ndogo tu ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda UPDF ni wanawake, na wanavaa sare za kila siku sawa na wenzao wa kiume. Kulingana na vyombo vya habari vya ndani, wanaruhusiwa kuvaa sketi katika hafla rasmi. Mawimbi na mvua ni changamoto kubwa, msikilizaji, kwa wavuvi baharini. Mabadiliko ya tabia nchi, uvuvi haramu na ukosefu wa elimu huchangia kupungua kwa samaki katika bahari ya Hindi, pwani ya Kenya, haswa katika kipindi hiki cha mvua. Kama bahari korafu, zile waves ni kubwa, ndio huwa tunaenda paka kwa mlango, tunaangalia kama kuna pitika, ndio tunaenda. Kama kupitiki huwa tunarudi. Sasa tunapiga kama siku 2-3, bahari pengine iko juu, iko rafu, hakuendeki, na samaki pia wazi zinapungua wakati kama sasa. Kama bahari kujua huwa samaki zinapungua. Ndio kwa leo hata tumeenda tumepata samaki wawili tu. Huu nimempata kwa net, na yule mwingine mmshika kwa mshipi, ile fishing line. Lakini high season huwa samaki ni nyingi sana. Huwa tunavua tunapata hata kilo 200, kilo 300.
kwa kila boti, lakini kwa sasa tunapata kama kilo 20, 30 ama 15, na kwa boti watu kwa 5 ama 6. Sasa huwa kidogo tuko chini sana kwa kazi yetu kwa sasa. Huu samaki anaitwa mtumbua dau. Huyu tunamshika kwa neti. Lakini ule mkubwa tumemshika kwa mshipi, fishing line. Fishing line ni ile ya kuvuta kwa mkono, ile unabwaga kwa maji, alafu huwa ina biting ndio samaki akiona ile biting anakula. Ndio akishikwa na hook ndio ninamvuta. Huyu anatoka na 250 kwa kilo. Kwa mimi mvuvi ninauza 250, alafu hapo kwa soko anauzwa 350. Sasa ina depend, kwa siku naweza pata kama kilo 50 kama bahari iko sawa, lakini kama bahari iko mbaya kwa sasa naweza pata kama kilo 15, kilo 10. Naye mvuvi Barikale Baragashi anaeleza changamoto ya uvuvi wa mshipi baharini. Wakati mwingine unapokwenda kule baharini, kwanza wakati wa mvua kama huu, huwa bahari ni ngumu, ndio watu wazungu wakaita low season. Unakwenda wakati mwingine unapata samaki mmoja, wakati wa mvua wakati mwingine unakosekewa, mvua inanyesha kwa wingi mpaka huku nchi kavu hujui ni wapi, inabidi ubwage nanga ukae hapo mpaka mvua iwache ndio upate nafasi ya kujia kwenda. Kwa hivyo upande wetu wa uvuvi sisi hapa afadhali kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Hapa kidogo huwa kuna afadhali. Lakini kuanzia mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, bahari yetu huwa inakuwa ngumu zaidi. Alafu sisi afadhali wengine ambao ni wavuvi wa kama wanyavu, wana afadhali si wavuvi wa mshipi. Mvuvi wa mshipi kama kumenyesha sana kunaingia maji baridi sana hayawezi kuwa sawa na samaki. Kwa hivyo mpaka yale maji baridi pia yaje yapungue. Yanapopungua maji baridi kidogo yako yale ya chumvi ndio unaweza kupata samaki, lakini haya maji baridi na samaki hawaelewani. Unaweza kupata samaki leo, lakini kwa sababu umekwenda we mwenyewe huna kifaa cha kuonyesha ulikuwa wapi, unafanya kugesi kwa kutumia akili zako na macho yako. Lakini kama una kifaa cha kurekodi pale mahali ukajua mimi nilikuwa chamba fulani, kuna kitu kinaitwa GPS. Ni kitu kizuri zaidi. Kinasaidia mvuvi, kinamuonyesha viamba, na pia pale wakati kama unaona unakosekewa, unapotoka na GPS, ukienda na GPS hata inakuregesha nyumbani. Lakini umeenda wewe macho makavu, ndugu yangu, umekosekewa, mvua inanyesha, hujui kono ni wapi, utajisaidia vipi? Mwanasayansi Jafet Tembo anayehusika na masuala ya bahari na uvuvi anatoa mapendekezo ya namna ya kufanikisha uvuvi endelevu. Ni kweli tabia nchi imeweza kuleta upotaji wa samaki, ukizingatia kwamba sahii unapata labda joto limeweza kuongezeka, wakati maji pia kuna mafuriko. So haya yote yamechangia kufanya yale mazalio ya samaki ambao kwa kimombo wanaita corals yanaweza kubadilika rangi. So unapata coral kawaida inafaa kuwa na ile rangi yake ya maridadi, sivyo? So hii inaonyesha urutubisho ama hali bora ya yale maeneo uzalishaji wa samaki, lakini kwa sababu ya mambo ya tabia nchi, ile joto imeweza kubadilika, joto imeweza kupanda kwa juu, inafanya ile rangi ya yale mazali ya bahari ama matumbao imeweza kubadilika. So hiyo ni njia moja imeweza kufanya hizi sehemu za kuzalia samaki imeweza kubadilika. Katika kutenga zile sehemu ambazo zinaitwa co-management areas ama maeneo tengefu, hiyo ni moja zile mbinu ambazo wavuvi wameweza kupendekezewa, lakini mbinu hizi lazima wale wavuvi wenyewe kama jamii waweze kuzikubali. Kwa hivyo wanatenga sehemu hizi kuweza kusaidia kuboresha mazao ya wale samaki. Kwa sababu kwa mfano kama watu wanavua samaki na zile neti ndogo, na mwisho wanavua samaki wote kabisa, lakini kama watakuwa na haya maeneo yametengwa kwa mfano muda wa miezi 6, kwa mfano nikipia mfano zile maeneo za fish closure za wale octopus ama kweza kule South Coast, sehemu hizi zimeweza kuweza kurejesha ile hali ya bahari ilivyokuwa sawa kwa muda, ili baada ule muda umeshafungwa alafu wamefungua wale samaki wameweza kuzaana pale. So kutakuwa na ule uwezo wa kuboresha ile hali ya uvuvi. Taasisi ya utafiti wa majini na uvuvi ya Kenya KEMFRI inataja mabadiliko ya tabia nchi na kutotekelezwa kwa tafiti mbalimbali kuhusu changamoto hii. Dr. Jacqueline Uko ni mtafiti mkuu katika shirika hilo. Utafiti wetu unahusika na
mambo ya bahari, mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika. Bahari ikichafuka na inachafuka kwa kama climate change ambao tunaiongelea sana siku hizi. Hali ya hewa ikibadilika, unakuta ukiongea na wavuvi wanakuambia samaki zimepotea. Kitu kimoja tumeona na mabadiliko ya hali ya hewa ni temperature changes. Na temperatures zikienda juu, tunakuta the environment au nyumba za samaki zinaharibiwa. Kama coral reefs zina bleach, na kusipokuwa na corals hakuna nyumba za samaki. Kwa hivyo nakuta samaki zinaanza kupotea, zinaanza kufa kwa sababu hakuna chakula, hakuna maeneo ya malazo. Kwa hivyo ni kitu cha muhimu ambao tunaiangalia kwa makini. Kiwango cha samaki baharini kinaendelea kupungua kwa sababu ya mahitaji kuwa makubwa. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Hapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari, ambapo habari kuu ni kwamba Rais Volodymyr Zelensky amesema ametuma ujumbe wake waongozwa na waziri wa ulinzi Ramtan Umerov kule Uturuki. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio anasema matumaini ya kupatikana mwafaka wa amani wa Ukraine madogo mno. Mkuu wa ujumbe wa Urusi Vladimir Medensky amesema anatarajia wawakilishi wa Ukraine wawasili kwa mwanzo wa mazungumzo ya amani Ijumaa mwendo wa saa 4 za Istanbul. Achukua maoni yako ambayo umeweza kuyanakili kwamba Charles Lucas wa Shinyanga pale hivi Tanzania anasema wanapata vizuri na wapata vizuri sana Radio Fortune Africa, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante sana. Ramadhana Mkwabi anasema anawapata vyema kutoka Bwagamoyo. Asante sana Ramadhan. Paulo Albert pale hivi Masi anasema kutokea maeneo ya Kibondo pale mara Garasi pale hivi Radio Fortune Africa na wapata mbashara na watakia ushindi mno kwa kila jambo ambalo mnalifanya. Asante na karibu. Shukuru Musai anasema wa mjini pale hivi Butembo maeneo ya Katwa pale hivi DRC Congo, huko Ethiopia kulikoni? Anauliza swali kutokana na taarifa ambayo tumelete kutokana na hali ya kisiasa kule Ethiopia au ukipenda Uabeshi. Isaiah Sambo pale hivi mpenda amani Tanzania anasema uwai wa chama chochote cha kisiasa ni kufanya shughuli za kisiasa. Kuzuia shughuli hizo ni kukiuka chama
husika. Toka Arusha pale hivi ndogo Chato pale hivi, Afrika tuamke tujitegemee kwa mengi siasa na kadhalika. Hamisi Mangati pale hivi Nyonyo Mnyausi pale hivi akiwa Mayamala pale hivi Dodoma. Balozi wa Gogo pale hivi anasema vyama vya upinzani poleni sana kwa kuendelea kufungiwa. Hosiana pale hivi Mwakasege pale hivi hata kule kwenye nchi moja ya EAC tume yake inatamani kukifungia au kukifuta chama pinzani kimoja hivi kwa sababu ya kuwa na ushawishi mkubwa. Maoni yake hayo. Sijaelewa ni taifa lipi hilo ambalo anazungumzia. Maneti Magogo Kiona afisa wa Iringa pale hivi Uluti, pole kwa chama cha TPLF kwa kufungiwa. Silvester pale hivi Francisco Baba Palicia anasema kwa mkazi wa Kakoma pale hivi Muleba Tanzania, siasa za Afrika ni pasua kichwa. Anasema kwamba wabeshi kuna nini tena? Ni taarifa ya habari iwapo naungana nasi kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo habari kuu ni kwamba baraza la seneti la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limekutana kujadili hatima ya rais wa zamani Joseph Kabila na kuchunguza ombi la serikali ya kuondoa kinga ya rais huyu wa zamani anayoshutumia kushirikiana na Rwanda pamoja na waasi wa M23. Serikali imepanga kuanzisha mashtaka dhidi ya Kabila kwa makosa ya uhaini, huku chama chake kikipinga shutuma hizo na kuziita kuwa ni uzushi mtupu. Zaidi ya watu 100 wameuawa katika mashambulio ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza kati ya jana na Alhamisi na leo Ijumaa, katika wakati ambapo shinikizo linaloongezeka kwa Israeli ifungue njia ya kupelekwa kwa misaada ya kiutu kwenye ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina. Ulimwengu bado unaelekeza macho huko Istanbul ambako wawakilishi wa Urusi na Ukraine wanatarajiwa kukutana hivi leo kujadili namna ya kuvimaliza vita, lakini matumaini ya kupatikana suluhu la amani katika mazungumzo ya huko Uturuki ni mdogo mno. Kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC imesema kuwa zaidi ya wanajeshi na polisi 1300 wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamehamishwa kutoka mji wa mashariki ya Goma ambao unadhibitiwa na kundi la waasi M23. Maafisa wa usalama wa serikali walitafuta hifadhi katika kambi ya kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO wakati M23 walipodhibiti Goma mwezi Januari. ICRC litangaza mwishoni mwa Aprili kuanza operesheni ya kusindikiza vikosi vya usalama kutoka Goma hadi mji mkuu Kinshasa. Kulingana na shirika la msalaba mwekundu, kati ya Aprili na Mei 15 watu 1359 wasio na silaha na wa vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na familia zao wamefanikiwa kusindikizwa hadi Kinshasa. Serikali ya Guinea imefuta zaidi ya vibali 50 vya uchimbaji madini ya dhahabu, bauxite, almasi na grafiti. Uamuzi unafikiwa wakati kiongozi wa serikali ya kijeshi Mamadi Domboya akitafuta kudhibiti sekta hiyo tangu waingie madarakani katika mapinduzi ya Septemba mwaka 21. Makampuni ya kigeni yamepewa hadi mwisho wa Mei kuwasilisha mapendekezo ya ujenzi wa mitambo na kusafirishia mafuta ili kuhakikisha usindikaji wa ndani wa madini ya bauxite. Guinea ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani licha ya kuwa na mali asili nyingi ya serikali ya kijeshi imesisitiza kwamba inakusudia kuleta mageuzi ili rasilimali za taifa zitumike kwa manufaa ya raia wake.
Kwa uzi huo basi naelekea mapumzikoni. Unapoendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.